wote wamekuja kuungana na wenzao kuwaambia wanafunzi wa Patandi Sekondari jinsi gani wakijiunga na mafunzo ya ufundi stadi watafaidika, kwa sababu wao ni wanufaika. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuwepo kwa wanafunzi, tumekuwa pia na activities tofauti kama nilivyosema. Leo asubuhi na mpaka sasa hivi kuna mashindano ya ujuzi yanayoendelea kwenye fani ya umeme, fani ya ukarimu, fani ya uchoraji wa majengo pamoja na kuhudumia wateja FBSS, ambayo yanafanyika katika chuo cha ufundi Arusha na chuo cha VETA Njiro. Mheshimiwa mgeni rasmi, kanda yetu ya kaskazini ambayo ina jumla ya mikoa mitatu, Arusha, Kilimanjaro na Tanga, tunatoa mafunzo katika fani mbalimbali. Sasa hivi kwa vyuo vinavyomilikiwa na VETA tuna jumla ya vyuo 15. Kati ya hivyo vyuo 7 viko katika mkoa wa Arusha, vyuo 7 viko katika mkoa wa Tanga na chuo kimoja kiko katika mkoa wa Kilimanjaro. Lakini vile vile tuna vyuo vya ufundi stadi vya wilaya katika kila wilaya. Katika mkoa wa Arusha tumeshamaliza wilaya zote. Tuna chuo cha ufundi stadi cha wilaya ya Ngorongoro. Tuna chuo cha ufundi stadi wilaya ya Karatu. Tuna chuo cha ufundi stadi cha wilaya ya Monduli. Tuna chuo cha ufundi stadi cha wilaya ya Longido. Tuna chuo cha ufundi stadi cha wilaya ya Rumeru huko kwako Kisimiri. Na hapo Mheshimiwa Rais amemaliza. Tunaendelea tuna kukamilisha. Lakini pia tuna chuo cha VETA Arusha na chuo cha VETA Njiro ambacho chenyewe ni hususani kwa ajili ya kutoa mafunzo katika sekta ya hoteli. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuna jumla idadi ya wanafunzi kwenye kozi ndefu 3612 ambao wanaendelea na masomo yao kwa muda wa miaka 2. Lakini vile vile tuna wanafunzi wanaojiunga kwenye kozi fupi ambazo ni za wiki 1 mpaka miezi 6, tunao takribani wanafunzi 2000. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, ingawa tunadahili wanafunzi wenye ulemavu, lakini tunaona tuna idadi ambayo sisi kama viongozi bado hatujaridhika na idadi ya wanafunzi wenye ulemavu waliopo kwenye vyuo vyetu. Kwa hiyo tukachukua nafasi hii ya maadhimisho ya miaka 30 ya VETA na miaka 50 ya mfumo wa utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi kutoa hamasa na kuelimisha wanafunzi wenye mahitaji maalum kuja kujiunga na vyuo vya ufundi stadi. Na hili ndio lengo letu kubwa. Kwa hiyo tulipokuwa hapa tumepata nafasi ya kuelimisha wanafunzi kwa kueleza fursa zilizopo katika vituo vyetu, lakini vile vile kuwaonyesha katika hali halisi, kwa maana kwa kutumia teknolojia, video clip zinazoonyesha fani mbalimbali. Kwa wale wanaopenda masuala ICT wameona. Kwa wale ambao wanapenda masuala ya maandalizi ya chakula pia wamepata nafasi ya kuona. Masuala ya ushonaji pia wamepata nafasi ya kuona na kadhalika na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na takwimu ambazo makamu mkuu wa shule ametueleza wakati tulipofika kama sehemu ya taarifa ya awali, kwamba vijana hawa wakimaliza masomo yao, wapo wanaoendelea na masomo, lakini wapo ambao kutokana na zile criteria au faulu hawawezi kuendelea. Kwa hiyo hii ni fursa kwa vijana wote, kwa sababu hata ukitaka kuendelea unaweza kuendelea kwa kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi. Sio lazima uende kwenye huu mkondo wa elimu ya kawaida hii academic, lakini na wengine pia. Kwa hiyo sisi kama mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA, kwa kutembelea chuo hiki, mimi pamoja na timu yangu tumejifunza vitu vingi. Tumekuwa, akili yetu imebadilika. Hata walimu walikuwa wananiambia na wakuu wa vyuo kwamba mkurugenzi, itabidi turudi tena hapa kuwatembelea wenzetu, kuwatembelea watoto wetu na vijana wetu, ili tuweze kuona ni jinsi gani kwa wale ambao wanataka kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kwenye fani watakaoipenda waweze kujiunga na vyuo vyetu. Na katika mazingira haya tumeona sasa, ili kutoa hamasa zaidi, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kwa mwaka ujao wa fedha vituo vyangu vitasponsor wanafunzi 50
kutoka shule ya sekondari maalum Patandi katika fani ambazo watapenda kusoma kwenye vyuo vyetu vilivyopo kwenye kanda ya kaskazini. Kwa hiyo kila mkuu wa chuo atachukua wanafunzi 5. Watalipiwa ada na kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo ya ufundi stadi kwenye fani watakaoichagua. Lakini vile vile tutarudi tena kuwapa counseling and guidance jinsi ya kuchagua fani ya ufundi stadi. Tunaamini tukiwawezesha pia kupata ujuzi utawasaidia kujiajiri wao wenyewe. Wanaweza wakasoma fani ya ushonaji, akaweza kushona mgeni rasmi, lakini vile vile anaweza akaanzisha duka la kuuza vifaa vya ushonaji, ikamsaidia pia. Lakini vile vile anaweza akasoma hata fani ya umeme, akaanzisha duka la uuzaji wa vifaa vya umeme. Kwa hiyo kila anayekuja kununua, maana watu wanakuja kununua lakini wengine hawana elimu sahihi ya matumizi ya taa, ya matumizi ya switch na kadhalika. Kwa kuwa watakuwa na utaalamu, wataweza pia kuisaidia jamii. Lakini kwa kuweza kujiajiri, tutaendelea kuielimisha jamii yetu na kuibadilisha na kuendelea kuwa na mtazamo chanya kuhusiana na uwezo wa vijana wetu wenye mahitaji maalum katika kufanya shughuli mbalimbali za ufundi stadi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuwapongeza sana vijana wetu, wanafunzi wetu wa Patandi sekondari kwa kuendelea kusoma, lakini niwaombe kwamba fursa ziko nyingi katika vyuo vya ufundi stadi, waweze kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ili waweze kujiajiri na wengine waweze kuajiriwa kama ambavyo wameona jinsi tulivyoelezea. Kwa haya machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tumejifunza na wametuimbia, tumeona kabisa hao wanafunzi wana vipaji mbalimbali. Lakini vile vile wakati tunafanya presentation, wapo waliosema nataka fani hii, nataka fani hii, na wengine wakasema wanataka kujifunza lugha na kadhalika. Na mgeni rasmi ameshuhudia, hata wakati tunakuja mmoja alikuja akasema anataka kujifunza kompyuta. Sijui yuko wapi yule kijana aliyesema, ili tuweze aliyesema alitufuata akasema anataka kujifunza kompyuta. Anaweza kunyosha mkono? Yule pale. Naomba usimame. Tayari ushapata mafunzo ya kompyuta na mimi mkurugenzi nitakulipia. Naitwa Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Arumeru. Ukija Patandi, kwa baba anayefikiri vizuri, kwa mzazi anayemjua Mungu, upo utumishi wa Mungu unakupata ndani yako. Patandi ni kielelezo cha serikali kufanya kazi kubwa. Hawa wanafunzi mnaowaona hawa wametoka kila kona ya Tanzania. Serikali imejenga kituo hiki kulea watoto wetu. Na washukuru mkurugenzi wa kanda ya kaskazini, na kushukuru sana 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 kwa kuja Patandi. Hawa ni watoto wetu. Yumkini Mungu amekujalia unao watoto 6 wote wamekamilika. Ni muda wa kumtukuza Bwana na kumfanyia yaliyo mema. Lakini nimeliona na utumishi wenu VETA kutimiza miaka yenu 30 ya VETA, lakini maadhimisho ya miaka 50 ya ufundi stadi, mkaona mnayo nafasi ya kuja kuwashika mkono vijana hawa. Mungu atawalipa. Mungu atawalipa. Hawa vijana wana mahitaji kama vijana wengine, wana ndoto kama watoto wengine. Tusipowashika mikono kwa dhati, hawatatimiza ndoto zao. Nyinyi tunawashukuru kuwa sehemu ya maisha. Mkurugenzi, Mheshimiwa Veronica na timu yako, Mungu awabariki sana. Patandi ni eneo pekee ambalo ukija utauona ukuu wa Mungu kwa urahisi mno na ukubwa wake. Sister pale anaelewa anavyosema maneno haya. Anaelewa.
Lakini vijana hao wanaishi maisha yao hapa, maisha mazuri, wanajifunza. Niwapongeze kwa kutoa nafasi 50 za masomo. Hili sio jambo dogo VETA, hongereni sana. Hawa na ndoto, na tukiziacha ndoto zao hewani tutakuwa hatujatimiza wajibu wetu. Mimi ni sehemu ya Patandi na Patandi ni mimi, kwa tunashirikiana wakati wote. Hata tulivyokaa nilikuwa namkumbusha Dasi vile vitanda vyetu vile vilivyobaki tumalizie, kuhakikisha vitanda vinatimia, tumalizie lile lengo. Sasa kila mtu apate vitanda vyake, wakae vizuri watoto wetu. Lakini namshukuru Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmeona haya majengo mazuri, miundombinu ya kisasa. Na hapa kuna wazazi wanawaleta watoto wao, wanaondoka na hawarudi tena. Na sisi Patandi hatutetereki. Nichukue nafasi hii kumpongeza mkuu wa shule na management yote ya Patandi. Mnafanya kazi kubwa sana. Kazi ambayo kuna watu wakifanya hawataweza kufanya. Patandi, Mungu atawabariki. Na nyinyi watoto wangu wapendwa, tumesema lengo la serikali ni kutimiza ndoto zenu. Tumieni fursa hii iliyokuwa hapa. Kila mmoja, kuja mtoto mmoja, ukiacha yule ndugu yetu alionyesha mkono, yupo kijana mmoja kipindi naingia anasema mimi, anamuuliza Mheshimiwa Veronica, mimi nataka kusoma kompyuta, naipenda kweli kweli. Yule akimaliza shule, Biblia inasema yupo baba wa yatima na mume wa wajane. Sasa sisi VETA ndio baba wa yatima, na kwa jukumu hilo mlilobeba la kuchukua wanafunzi 5 kila VETA, Mungu atawalipa, msituache. Lakini mmeleta message nzuri ya kusema mtarudi siku moja Patandi. Hebu fikiria wale wanaofanya birthday kule kwenye maeneo yao, wanaenjoy, wanafanya kila aina. Leo tumejifunza kumbe hata birthday zetu tunaweza kuzileta hapa, kufanya nao watoto wetu, kujumuika nao. Na leo VETA, mimi sina maneno mengi zaidi ya kusema VETA kanda ya kaskazini, nyinyi ni zaidi ya Yanga au zaidi ya Simba? Zaidi ya Yanga. Ndio hivyo hivyo. Yanga. Aidha unakimbia mechi au kufuata taratibu kwa kuzuia uwanja getini, yote ni sawa sawa. Lakini nyinyi mmefanya makubwa na mmeupiga mwingi. Hii elimu ya mafunzo yanatolewa na VETA yana muhimu. Yani kwa mfano mtu anaweza kama sema ameanza masomo yake ya form 4 na amepangwa kwenda kusoma labda advance, masomo ya science, lakini kwa yule ambaye atakayemaliza akaenda yani moja kwa moja VETA akapata mafunzo, yanaweza ni faida moja hapo, yani kwa yeye na kwa manufaa ya familia au kwa jamii nzima kwa ujumla, kwa kuweza kuwasaidia wale wengine ambao yani pengine kuna wale ambao wana ujuzi lakini hawajui namna kuutumia. Anza kama yeye ni chachu ya kuhamasisha namna kutumia hiyo elimu alionayo. Leo tumeona mmetembelewa, mmehamasishwa hasa wenyewe watu wenye mahitaji maalum, mkimaliza kujiunga na VETA. Kwanza hilo mmelichukulia nini? Hilo yani kiujumla, yani kwanza napenda kutoa shukrani zetu kwa sababu hilo ni somo moja ambalo tumepata, wengine tumepata mwanga. Mfano mimi yani moja hapo, yani mimi mwenyewe binafsi nikimaliza ni masomo yangu ya form 4 naweza nikaenda ile mkonza mwezi wa kwanza, kwa maana yametusaidia sisi yani kuweza yani kupata ile ni uelewa fulani. Mfano ile mafunzo tuliyopata, labda kwa mfano mimi yani napenda kwenda kusomea, napenda kwenda kusomea sana tour guide, ambayo imenisaidia sana, maana ni kazi moja ambayo umepata elimu na ndio. Katika elimu ya ustadi
Kwa kweli ina faida nyingi. Kwangu mimi nimeona ina faida nyingi. Kwa mfano mtu hata amefeli, amekaa mtaani, ajue afanye nini, lakini ana deeds zake kama alivyosema M4 kama sio 3. Akienda pale anapata kabisa kazi kabisa, anasoma na anaweza akimaliza kusoma akisoma diploma, certificate, akapata hata degree zake huko, akaja huko kweli akaajiliwa na akapata faida yake. Isitoshe kama nyumbani kwao aliacha mazingira magumu, atajenga na atafanikisha, atapata mazingira yake mazuri, atapata nyumba yake nzuri, atasaidia familia na atasaidia hata pia vijana ambao wako mitaani hawajui cha kufanya, na yeye atasaidia katika kuelezea nini yake kilimkuta na akafanikiwa hadi akapata hicho na yeye alichonacho. Katika elimu ya ufundi tukavyoitumia hapa shuleni, kwanza ukiangalia katika shule yetu na pia sisi tuna klabu mbalimbali. Hizo klabu na pia na tunazo according tunavyozielezea, kwa mfano tuna Shanga Club, kuna klabu ya kutengeneza viatu na klabu hali kadhalika Mali Hai. Pia hizo zinaingia katika ustadi ambao mnasemea. Pia nitakapojihusisha katika hizo klabu itanifanikisha mimi nikitoka hapa, kwa mfano nina Shanga, nipo katika Shanga, nimeelewa Shanga unafanya hivi na hivi, na leo umekuja kwamba umetuelezea namna gani ni kitu gani tufanye ili tufanye hivi. Ina maana hata nikimaliza hapo najua nikimaliza hapo naweza nikaenda VETA au nikaenda sehemu yoyote chenye chuo cha ufundi au cha ustadi nikapata kazi na ajira. Kwa jina naitwa Hamisa Saidi Rashidi, ni mwanafunzi kutoka chuo cha hoteli na utalii VETA Njilo. Nimeibuka kuwa mshindi wa kwanza katika kozi ya mapishi inayotolewa hapa chuoni kwetu. Mimi mara ya kwanza wakati naambiwa kuna mashindano, kwangu ilikuwa ni kama fursa, kwa sababu ningepata nafasi au sehemu ya kuonyesha ujuzi wangu, kile ambacho nilikifundishwa darasani nikakionyeshe kwa ubunifu zaidi. Hivyo basi nilipopewa taarifa ya mashindano nilifurahi, lakini pia nikaona hii ndio nafasi yangu, na naamini hiki cheti kitanifikisha mbali, sio tu kielimu lakini pia hata kikazi. Pia na watu wengine watakuwa wanawiwa kuwa kama mimi, kwa sababu nitakuwa mfano kwa watu wengine hapa chuoni. Pia maandalizi yako kwa ujumla na siri ya ushindi au katika mshindi umewazidi watu wengi. Maandalizi yangu hayakuwa kwa muda mrefu. Nimetumia muda wa siku 4 kwa sababu ni vitu ambavyo nina practice na ninafanya. Kwa hiyo ikachukua muda kama takriban siku 4 hadi kufikia leo kwa mimi kujiandaa. Lakini pia nimeona ni mashindano mazuri. Kwangu ilikuwa ni kama challenge kwa sababu nilikutana na watu kutoka vyuo mbalimbali wenye uwezo na wenye ujuzi. Hivyo basi mimi nami naamini mimi ni fundi na ninaweza. Kwa hiyo nikaamua kuonyesha ule ujuzi wangu sio tu darasani, lakini mimi kama mimi kuonyesha creativity kwenye kitu ninachokisoma, kwa sababu ni kitu ambacho kina fursa na ni soko endelevu. Kwenye hoteli nyingi tunaona mashefu wakubwa ni wa kiume. Umejipanga vipi kukompetiti na hiyo hali? Watu wengi wanaamini kwamba mashefu wengi wa kiume ndio wanakuwa wazuri hasa katika hoteli kubwa. Wewe umejipangaje kubadilisha hiyo hali? Kwa mimi nimejipanga vizuri kubadilisha hii hali, kwa sababu sisi sote tuna uwezo wa kufanya. Na ili niweze kufanya nifikie kama wao, lazima nionyeshe juhudi kwamba sio tu wenye jinsia mendo wanaweza kuwa kwenye hizo nafasi za juu, pia hata sisi jinsia ke tunaweza kufika. Na nitafikaje? Kwa kupambana, kutafuta vitu mbalimbali, kuonyesha ujuzi, kuangalia wao wanafanya nini na mimi niongeze nini ili tuweze kupambana vizuri. Kwa washiriki wengine labda wenye jinsia kama yangu, sio tu ya kwangu pia, lakini napenda kuongelea wenye jinsia kama yangu. Usishinde kwamba kupambana ukaamini kwamba sitaweza, kwamba labda kwenye mahoteli, kwenye industry yetu wamecontain wavulana wengi. Hapana, sisi tunaweza. Mimi nimepata, lakini hata pia na wewe uliye nyuma yangu unaweza kupata. Uliye na jinsia kama mimi una uwezo wa kufanya na kuonyesha nini unacho. Sio tu kwenye mahoteli, sio tu nyumbani, lakini pia unaweza kawa ni funzo kwa watu wengine. Tunaenda kwenye mashindano. Ndio. Ndio. Kwa mimi nimejipanga na wategemee vitu vizuri. Nimeanza katika ngazi ya kikanda, naamini hata kwa kitaifa nitaweza.
kwa sababu kama hapa wameniamini wakanipa fursa na nikaweza kuwa mshindi wa kwanza, naamini kwamba hata hiyo siku ya mwisho ya maadhimisho kileleni nitakuwa mshindi. Kwa hiyo hivyo basi nitajitahidi kwa uwezo wangu, kwa ubunifu wangu, kwa kurejea vitu mbalimbali ili niweze kukamilisha ndoto yangu, sio tu kuwa mshindi wa kwanza, lakini pia kuwa funzo kwa watu wengine.